Upendo na haki amri mabili kukul. Ikiwa mtu anasema ninampenda Mungu na anamchukia nduguye, ni Mungu, kwa maana yeye ambaye hampendi ndugu yake ambaye amemwona, anawezaje kumpenda Mungu ambaye hajamuona? Amri 10 mfululizo wa sheria ambazo karibu kila wakati huanza na neno hapana, ikifuatiwa na hatua iliyokatazwa. Upendo unahusiana nini na marufuku nyingi? Lazima inahusiana sana nayo, kwani muhtasari wa amri hizi ni upendo na upendo. Ni wazi kwamba sheria si kitu cha pekee kibinafsi, ni kanuni inayofafanua jinsi ninavyopaswa kuwa na tabia kwa Mungu na kwa wanadamu wenzangu. Kwa hiyo sheria inatufundisha kupenda. Hoja kuu ya sheria. Amri kuu mbili, dhambi kuu mbili. Upendo na haki. Upendo wa Mungu kwa haki. Jambo muhimu zaidi kuhusu sheria. Jirani yangu ni nani? Jambo kuu la sheria. Amri kuu mbili. Akamwambia, mpendi Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili yako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili inafanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Upendo unahusianaje na sheria? Mpendi Mungu. Mungu awe upendo wako pekee. Mungu hahitaji wapatanishi kupokea upendo wako. Onyesha upendo wako kwa Mungu kwa kuheshimu jina lake. Jitolee Jumamosi kuhusiana na Muumba na mkombozi unayempenda. Mpende jirani yako. Wapende wazazi wako wakati wote. Onyesha upendo wako kwa kuheshimu maisha na hisia ya wengine. Mpende mwenzi wako na uwe mwaminifu kila wakati. Upendo huheshimu kile kilicho cha mwingine, la bila kumuumiza na maneno yake. Upendo bila kutamani kile kilicho cha yule umpendaye. Inaonekana kuwa rahisi kuwa mwenye haki kwa kushika barua ya sheria, lakini haki ya kweli inaonyeshwa kwa upendo. Hivyo ndivyo Yesu alivyomuomba yule kijana tajiri ambaye aliamini alikuwa mwenye haki. Onyesha kwa matendo upendo wako kwa wengine, kwa maskini, na upendo wako kwa Mungu. Njoo nifuate. Dhambi kuu mbili. Ahabu alitenda kwa njia mbaya zaidi kwa kufuata sanamu. Chukueni shauri la yatima, chukueni shauri la mjane. Kuna dhambi mbili ambazo zimetajwa kwa msisitizo katika Biblia yote: ibada ya sanamu na udhalimu wa kijamii. Dhambi hizi mbili ni kinyume cha amri mbili kuu: mpendi Mungu, kuabudu sanamu, kuwapenda wengine, kuwahudhuru wengine. Je, unaonyesha upendo wako kwa mtu kwa kufanya kinyume cha kile alichokuumba? Hivyo ndivyo mtu anayeinama chini kwa sanamu anavyofanya. Hata akisema anampenda Mungu, anamkana kwa matendo yake, kwa sababu sio tu kwamba haheshimu sheria yake, lakini anaonyesha upendo wake kwa kitu kisicho hai, badala ya kuonyesha kwa Muumba. Kuhusu upendo kwa wengine, Paulo anaweka wazi sana: upendo haumfanyii uovu jirani. Upendo na haki. Upendo wa Mungu kwa haki. Bwana anapenda haki na haki. Dunia imejaa upendo wake. Kwa kuwa Mungu anapenda haki, ni mantiki kwamba angewakasirikia wale wanaotenda isivyo wa haki. Mojawapo ya mifano iliyo wazi zaidi inapatikana katika Zaburi 82, ambapo Asafu anatuonyesha mtiki wa Mungu kwa mitazamo
waamuzi ambao walikuwa ya jukumu la kutumia haki, lakini walitumia mamlaka yao kutenda isivyo haki. Waamuzi hawa walioitwa miungu kwa sababu ya nafasi yao ya uwajibikaji, wakitekeleza haki kwa ujumbe wa kimungu, kutetea udhalimu na wapendelea waovu. Mungu anawaita hasa kuwatetea wanyonge wa wahitaji. Wasipofanya hivyo watakufa kwa ajili ya udhalimu wao. Na kilio hiki cha haki hakiwahusu tu wale ambao wana majukumu ya mahakama. Mungu anataka kila mmoja wetu atende haki. Jambo muhimu zaidi kuhusu sheria. Ole wenu walimu wa sheria na Mafarisayo, wanafiki! Unatua sehemu ya 10 ya vikolezo vya 10 na kodili na 10, lakini imepuuza mambo muhimu zaidi ya sheria: haki, rehema na uaminifu. Unapaswa kufanya mazoezi haya ya mwisho bila kupuuza yale ya kwanza. Kutoa zaka hata kidogo ni kutii sheria, na kwa hivyo kufanya yaliyo sawa. Kwa neno Yeshua anasema kwamba matendo ya waandishi na Mafarisayo yanaweka kando haki. Kutenda haki sio kuwa wa haki, bali ni kutumia sheria kwa usahihi kwa mengine. Kwa hivyo katika sheria yenyewe, Torati, kuna ulinzi kwa wasiojiweza. Karibu manabii wote wana maneno ya kukemea kwa wale wanaotenda isivyo haki kwa wengine au wanaoshindwa kutumia haki kwa upendo. Kwa Isaya, kwa mfano, kutafuta haki kuna husisha kwa kuwasaidia wanyonge. Nehemia alikasirika wakati matajiri wakilindwa na sheria walidai ulipaji wa mikopo bila kuzingatia umaskini wa ndugu zao. Jirani yangu ni nani? Unadhani ni yupi kati ya hawa watatu aliyekuwa jirani ya Yoli? Mtu aliyeanguka mikononi mwa wanyang'anyi. Mtaalamu wa sheria akajibu, yeye aliyemhurumia. Yeshua akamwambia, nenda ukafanye vivyo hivyo. Wengi walielewa amri iliyoandikwa katika Mambo ya Walawi 19:18 ya kumpenda jirani ili itumike tu kwa wale ambao walikuwa Waisraeli. Ikiwa wewe si Mwisraeli, wewe si jirani yangu. Walakini sio kila mtu aliyeshikilia maoni hayo. Kwa hivyo mwandishi mmoja ambaye aliuliza swali ambalo yeye mwenyewe alikuwa na uwezo wa kujibu, alitaka kujitetea kwa kuuliza, jirani yangu ni nani? Yeshua hakufunua utaifa wa mtu aliyejeruhiwa njiani kwenda Yeriko, wala kuhani wala Mlawi. Mifano ya kutimiza sheria hawakupendezwa na mtu asiyejiweza, walakini asiye jirani. Msamaria aliguswa na huruma na akatimiza sheria ya kumpenda jirani kama nafsi yake. Adui anatafuta nguvu na anajali ustawi wake mwenyewe. Yeshua aliacha kiti chake cha enzi, akijinyenyekeza na akashuka kuwatumikia wengine na kutoa maisha yake kwa ajili yetu. Tutamwinga nani? Tuwe wafuasi na waigaji wa Yeshua. Wale wanaompenda Mungu hawawezi kuwa na chuki au wivu, wakati kanuni ya mbinguni ya upendo wa milele inajaza moyo. Itatirika kwa wengine sio tu kwa sababu neema zinapokelewa kutoka kwao, lakini kwa sababu upendo ni kanuni ya matendo na kubadilisha tabia. Utawala ni hemko, udhibiti tamaa, hushinda uadui na huwiniwa na kukuza mapenzi. Upendo huu haukubaliwi ili kujumishwa mimi na wangu, lakini ni mpana kama ulimwengu na wajuu kama mbingu, na unapatana na ule wa watenda kazi wa malaika. Upendo huu anaothaminiwa katika roho hupendeza maisha
yote na hutua usaswishi wa kusafisha pande zote. Ikiwa tunapenda Mungu kwa moyo wote, lazima pia tuwapendi watoto wake. Upendo huu ni roho wa Mungu, ni mambo ya mbinguni ambayo hutua heshima ya kweli na hadi kwa roho na hudumisha maisha yetu kwa yale ya Bwana.